Kwa sasa serikali ipo katika hatua gani ujenzi wa vyuo vya VETA 64 na chuo kimoja cha ambacho kinatarajiwa kujengwa huko Songwe? Ni kweli serikali ina mpango wa kujenga, inajenga vyuo 65, 64 vikuu vya wilaya na kimoja kikuu cha mkoa wa Songwe. Vyuo hivi vimefikia katika hatua nzuri kwa awamu ya kwanza. Kwa ujumla hadi hivi sasa vyuo vimefikia 68% ya utekelezaji wake, lakini pia tumeshapokea fedha za utekelezaji wa awamu ya pili ambavyo tunaamini unaenda kumaliza ujenzi wa vyuo hivi. Pamoja na majibu mazuri ya ujenzi wa vyuo vya VETA katika maeneo tuliyosema na hatua ambayo imefikia, sasa serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha ujenzi huu unakamilika kwa wakati na kwa viwango ambavyo vinatakikana, sio vile viwango ambavyo vitakuja kuleta tabu baadaye, ni viwango ambavyo ni standard? Serikali kwanza, kwa kuwa nia ni thabiti, tayari tumeshapokea bilioni 21 kuweza kufanikisha umalizikaji wa vyuo hivi, lakini pia kuna mikakati ambayo kama wizara na ikishirikiana na VETA tumeweka ili kuhakikisha kwamba ujenzi wa vyuo hivi unaenda kumalizika na lakini unamalizika katika ubora wake. Kama mlivyokuwa mnasikia, wabunge walikuwa wanatupigia kelele nyingi sana kuhusu vyuo hivi, kwa sababu wabunge walikuwa wanataka wahakikishe kwamba ujenzi wa vyuo hivi vinamalizika, lakini vinamalizika kwa wakati na katika ubora. Sasa kati ya mikakati ambayo serikali imeweka kuhakikisha kwamba vyuo hivi vinamalizika na kwa ubora wake, tumeweka mifumo kadhaa madhubuti ambayo ya usimamizi wa mradi huu. Kwa mfano, tumeamua kutumia washauri elekezi wa serikali ambao ndio wanasimamia ujenzi wa vyuo hivi, na washauri hawa elekezi wamegawanywa katika maeneo tofauti tofauti. Kila mshauri mlekezi amepewa a number of hivi vyuo asimamie ili kuhakikisha kwamba vinamalizika kwa wakati na kwa ubora. Miongoni mwa hao tumewapa University of Dar es Salaam wanasimamia, lakini pia chuo cha teknolojia cha DIT, tuna MUST, tuna chuo cha ardhi pia wanasimamia, lakini pia tuna chuo cha Arusha Technical College pia kinasimamia. Kwa hiyo washauri elekezi kama unavyoona ni wetu wa serikali. Wapo kuhakikisha kwamba hii kazi inafanyika kwa ubora na inamalizika kwa ubora wake. Lakini pia tunahakikisha kwamba kupitia washauri elekezi vifaa vile ambavyo vinaenda kutumika kujenga hivi vyuo vinapimwa kabla ya kuanza kutumika, kuhakikisha kwamba vifaa vile vinavyotumika pale, kwa mfano kama saruji na vitu vingine vinakuwa ni vya ubora, na kwa hivyo majengo yanakuwa na ubora wake. Lakini pia haya yanafanyika kupitia maabara za serikali. Kwa mfano TARURA na TBS, TANROADS ndio huwa wanafanya vipimo hivi. Na kama nilivyosema kwamba tumepokea shilingi bilioni 21 kwa mwaka wa fedha huu 25-26 kwa ajili ya umalizaji wa ujenzi huu. Na kwa mikakati hiyo ambayo imeweka, tunaamini kwamba vyuo hivi vinaenda kumalizika kwa wakati, ambapo tulijicommit Septemba 2026 vitakuwa vimemalizika. Lakini na sio kwa wakati tu, lakini pia kwa ubora wake. So, kwa hivyo kwa ujumla ni kwa namna ulivyosema, na wakandarasi ni wandani wanaotumiwa kujenga kabisa ni wandani. Sawa. Umesema vizuri kuhusiana na kukamilika kwake na huo ubora. Sasa tunazungumzia kuhusiana na lini hasa wanatarajiwa kutoa mafunzo, vyuo hivyo vitaanza kutoa mafunzo na kuhakikisha kwamba shughuli zinaanza kwa wakati na wanafunzi wanaingia darasani. Okay, tunatarajia mafunzo kuanza pindi ambapo tutakapomaliza Septemba 2026. Zoezi la kudahili litaendelea na tunategemea 2027 Januari ndio mwaka wa mafunzo unaanza. Kwa hiyo tunategemea ikifika 2027 mambo yatakuwa yamekamilika. Udahili umeshafanyika, vifaa tayari vimeshakuja vya kufundisha na kujifunzia. Kwa hiyo 2027 Januari ndio mafunzo rasmi yanaweza kuanza. Sawa sawa.
vifaa vimekamilika, ujenzi umekamilika, wanafunzi wanaingia darasani. Vipi kuhusiana na walimu na wakufunzi sasa wa vyuo hivyo? Mmejipangaje kuhakikisha watakuwa wa kutosha ama watakuwa wanakidhi mahitaji kwa wakati huo ili wanafunzi sasa waweze kupata elimu iliyokuwa bora? Okay, asante. Wakati tunaendelea na kujipanga na kumalizia vyuo hivi na kununua vifaa, tayari serikali inaendelea na maandalizi ya kuajiri walimu. Tuna kibali cha kuajiri walimu 1152. Tayari tumeshaanza kuajiri baadhi na mchakato unaendelea. Kwa hiyo mchakato wa kuajiri walimu wote utakapokamilika, walimu hawa wataanza kusambazwa kwenye vyuo hivi ili sasa masomo yaanze rasmi na wanafunzi wetu wapate ujuzi ambao umekusudiwa kutolewa katika vyuo hivi. Sasa labda kwa Watanzania ambao wanakutazama hivi sasa, ungependa kuambia nini ama neno gani kuhusiana na haya ambayo tumezungumza? Kama kuna kitu ambacho tumekiacha, labda kuna kitu ambacho nataka kusisitiza kwa wanafunzi ambao wanatarajiwa kuingia na kwa wazazi na kwa Tanzania kwa ujumla. Kubwa la maybe ambacho nitaweza kusema kwa Watanzania ni kwamba serikali ina dhamira ya dhati katika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ujuzi, na sio ujuzi tu, lakini ujuzi unaoendana na soko la ajira. Kwa hiyo dhana ile ambayo watu walikuwa nayo zamani kwamba VETA ni vyuo ambao vinafundisha mambo madogo madogo tu, huko tumetoka sasa. VETA inafundisha mambo makubwa, na nichukue fursa hii kuwaasa wazazi ama kuwashajiisha wazazi kutumia fursa hii kupeleka vijana wao katika vyuo hivi ili kupata ujuzi ambao utawezesha wao kujiajiri kwa faida ya familia zao, yao wenyewe, familia zao, lakini mwisho wa siku kwa faida ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo na hii kazi imekuwa inafanyika vizuri sana. Of recently imekuwa nikialikwa vyuo mbalimbali vya VETA vya ufundi ambavyo vimekuwa vinachukua vijana wengi sana kutoka mitaani na kuwafikisha katika vyuo hivi, wanapata elimu nzuri na baada hapo wanaweza kujiajiri ama kuajiriwa. Lakini pia tuna program ya urasimishaji kwamba hata kijana akipata mafunzo kwenye chuo ambacho sio rasmi, VETA kama VETA kuna program ambayo imeanzishwa, tunaita Mama Samia program ya urasimishaji, ambayo kijana ambaye amepata ujuzi katika chuo cha kawaida, basi VETA huwa inamrasimisha rasmi. Inarasimisha kwa namna gani? Kwa maana kwamba yale mafunzo aliyopata huwa anapewa testi fulani ama mitihani fulani pale VETA ya vitendo, na akipasi vizuri ile mitihani, basi anapewa cheti rasmi cha kumtambua kwamba yeye ni fundi rasmi ambaye yuko mitaani, na cheti kile huwa kinaweza kumsaidia kwenye kujiajiri ama kuajiriwa, kwamba kitamtambua rasmi hata kama amepata ujuzi katika chuo cha kawaida tu sio VETA, lakini anatambulika rasmi na kinamwezesha kupata ajira. Na kwa mafundi kama wa plumbing wanaweza wakachukuliwa hata kwenye tenda mbalimbali kupitia kile cheti, sababu tayari watakuwa na VETA, wanatambulika rasmi. Ni siri ya hao wanafunzi ambao umeona wamekuwa na mwamko mkubwa sasa hivi, watu wengi wamekuwa na mwamko mkubwa wa kupenda vyuo vya VETA? Ni kwamba serikali sasa hivi tumeamua kwenda kwenye uchumi wa viwanda, yani kwamba serikali tunaenda kujenga viwanda vingi sana, na viwanda hivi vinahitaji watu wenye ujuzi, na watu wenye ujuzi, na sometimes ujuzi wa kawaida hatuwezi tukatoa watu nje kuleta kuja kufanya hizi kazi. Kwa hiyo nimeona kuna mwamko mkubwa wa vijana, kwa sababu kumekuwa na ajira nyingi ambazo zinapatikana kutokana na ujuzi ambao wanajifunza kwenye hivi vyuo vya VETA. Nakushukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Nashukuru kwa muda. Nashukuru, asante sana, nashukuru.